Je, umegundua pamoja nami ya kwamba maisha ama mazingira mahali tunapoishi huwa inashawishi mtindo wetu wa kutazama ama mtazamo wetu, unabadili mtazamo wetu wa kuona vitu fulani fulani. Tunakuwa katika somo linalozungumzia jangwa, akili ya jangwani, na tumeona kwamba watu wanaoishi katika sehemu ya baridi huwa namna yao ya kuishi. Wale wanaoishi katika jangwa pasipokuwa na maji, mahali ambapo majani kuota kabisa, ni vigumu, akili zao zinatazama mambo tofauti na sisi wengine ambao tunaishi katika maeneo ya baridi, mahali ambapo kuna mimea, mahali patulivu. Kuwa makini sana unapopitia jangwa. Jangwa sio tu mahali ambapo hapana majani. Jangwa inaweza kuwakilisha kipindi cha maisha unachokipitia kigumu kabisa, na kuwa makini na kile unachoanza kukifikiria kwa sababu ya magumu, kwa sababu ya changamoto ama kwa sababu ya jangwa unayoipitia. Kuna akili fulani fulani ambazo huwa zinawakumba watu wengi. Somo la leo siku ya 5 nazungumzia akili ya kutokuwa na subira. Wapo wengi ambao wanapoingia katika jangwa, katika mateso ya jangwa, kupitia changamoto, huwa akili yao inabadilika kiasi ya kwamba wanapoteza subira. Kumbuka kwamba Mungu hajachelewa, anaendelea kukuandaa. Fungu letu ni kwenye Zaburi sura yake ya 17 mstari wa 14. Neno la Mungu linasema, umngojee Bwana, uwe hodari moyo wako na uwe na ushujaa, naam, umngojee Bwana. Neno la Mungu linatufunza kitu kizuri, subira. Kinatufunza kuwa watu ambao licha ya changamoto, licha ya kuchelewa kwa ahadi fulani fulani za Mungu, licha ya kuishi katika jangwa, tunatakiwa kuwa na subira. Jangwa humfundisha mtu kwamba kuchelewa kwa Mungu si kukataliwa na Mungu. Mungu anaweza kusubiri, anaweza kuwa kana kwamba anachelewa katika hiyo jangwa, lakini haisemeki ya kwamba amekuachilia. Anaweza kufanya usubiri, achelewe kidogo kutekeleza kile ambacho amekuambia, lakini haimaanishi kwamba amekuachilia. Yuko pamoja na wewe na anataka akufunze kitu fulani katika karakta yako. Zingatia lile jambo. Tujifunze hasa sana katika maisha ya wana wa Israeli. Wanatoka Misri wakaelekea Kanaani. Ilikuwa ni safari ambayo ilikuwa ni ya muda mchache tu, lakini kwa ukosefu wa subira walifanya miaka 40. Katika safari ya Israeli, kitu kama subira hakikuwa rahisi katika maisha yao. Walikuwa wakitaka kitu kitendeke papo hapo. Walitaka waamke Misri na wajikuta wamefika tayari Kanaani. Walikuwa wakihitaji chakula na papo hapo walipenda wakipate. Walipenda wakisikia kiu wapate maji. Walitamani kabisa vita iishe papo hapo, wasipate na changamoto yoyote. Lakini Mungu katika hekima yake aliwafundisha jambo ambalo kizazi hiki pia, watu wa karne zetu, hasa sana wewe mtazamaji na msikilizaji, unatakiwa kukijua. Jua ya kwamba si kila kitu Mungu anachoahidi kinatokea mara moja. Anaweza kukuahidi mtoto, ndoa, kazi ama promotion, lakini kunapita muda. Hapo ndipo tunatakiwa kujifunza akili ya subira. Kuna mambo fulani ambayo inahitaji muda na maandalizi kabla ya Mungu kutekeleza kitu fulani. Mtu asiye na subira anasema, Mungu kama unaweza, kwa nini sasa hujafanya hiki? Kama unaweza kunisaidia kuzaa mtoto, kwa sababu gani hujanipatia neema ya kupata huyo mtoto? Lakini mtu anayekuwa na imani, asiyekuwa na akili mbovu ya jangwani, anasema Mungu akisema, naamini ya kwamba atafanya. Nitamngojelea hata kama sijui lini. Hii ndiyo imani. La foi, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Tunatembea kwa imani, sio kwa mtazamo. Tunasema chochote ambacho Mungu amekiahidi, tunaendelea kumtumainia. Hata muda uwe mrefu namna gani, tunajua ya kwamba ipo siku atatenda. Waisraeli walishindwa kusubiri. Mungu alikuwa amewaahidi Kanaani, lakini walipofika karibu na nchi hiyo, walituma wapelelezi kwenye Hesabu 13:1-2, na baada ya kutuma wapelelezi wakaenda na wakarudi. Wengine wakaona ya kwamba ilikuwa ni mji mzuri, lakini kuna majitu. Wakaona tishio. Hawakuwa na subira na tumaini ya kwamba watafika mahali ambapo Mungu alikuwa amewaahidia. Wakaona ya kwamba sisi tumejiona kama mpanzi, wale tumeona kama majitu. Hiyo maneno ya wale watu ambao walikuwa ni wapelelezi ikawakatisha wengine moyo. Wakavunjika moyo, wakaanza kuogopa. Mpendwa, maneno yako huwa inawatia watu moyo na tumaini, ama unawaogopesha. Kuna watu ambao wanasijui, hatutasema karama ya kuogopesha, wana ulema wa kuogopesha. Kitu ambacho ni rahisi, akikuelezea na kuelezea kiasi ya kwamba ana aksantie hata shida kidogo. Mungu hataki kama watu kama na wale. Hiyo ni akili ya watu wa jangwani. Kulikuwa mtu mmoja
Kalebu. Kisha Kalebu akatuliza watu mbele ya Musa akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Hesabu 13:30. Akasema hata kama tumeona ni majitu, tunajua Mungu tunayekuwa pamoja naye katika hili jangwa yuko pamoja nasi. Ni ujasiri wa namna gani? Ni imani ya namna gani? Mtu ambaye anapitia changamoto, yuko katika jangwa, lakini anasema licha ya jangwa najua ya kwamba Mungu atatupambania, atatushindania. Nataka nikuambie kitu rafiki mpendwa, mtazamaji na msikilizaji wa channel hii. Unaweza upitie changamoto, umekosewa pesa, umepatwa maradhi, magonjwa, watu wamekusengenya, maisha yamekuwa magumu, machungu. Hata yawe machungu kiasi gani, usije kumsahau Mungu, ama usije ukawa na mashaka na ahadi zake. Ipo siku atatenda na atajibia. Alipowatia moyo, wengi walikataa, na kwa sababu ya kutoamini, safari ambayo ingekuwa mfupi ikageuka kuwa ya miaka 40 jangwani. Kuna mambo mengi yanaendelea kuwa marefu zaidi sana kwa sababu tu hatukutaka kukubali kile ambacho Mungu alikuwa ametuandalia. Tatizo halikuwa Mungu, tatizo lilikuwa ni moyo. Mungu alikuwa tayari kuwapa nchi, lakini wao hawakuwa tayari kumiliki. Hii ni jambo la muhimu sana. Wakati mwingine Mungu hakawii kukupa kile unachoomba, anatengeneza kwanza ili uweze kukibeba. Mambo mengine Mungu hatutolee sio kwa sababu hataki, lakini anaona ndani mwetu hatujakuwa tayari. Mambo mengine hayahitaji tu maombi, yanahitaji pia matayarisho. Huwezi kusema ninaomba Mungu katika utoto nitakuwa mwalimu kwenye university, na hapo ukizania kwamba utatoka kwenye utoto na kuingia hapo. Unatakiwa kuandaliwa, unatakiwa uende kwanza shule ujifunze. Baada ya pale ndipo utastahili, utakuwa dinyi kuposti ambayo Mungu amekuandalia. Mara nyingi tunataka baraka pasipo maandalizi. Tunataka cheo bila kwanza kujifunza ama kufanya exercise ya tabia njema. Tunataka huduma bila ukomavu, ndoa bila maandalizi ya moyo, mafanikio bila nidhamu. Lakini Mungu anaangalia zaidi ya kile unachotaka. Anaangalia, je, uko tayari kwa kile unachokiomba? Unahitaji promotion, hujaweza hata kuongoza utaratibu katika nyumba yako, utaweza kuongoza watu 100 kivipi? Kuna mambo mengine yanahitaji kwanza maandalizi. Kutokuwa na subira huzuia maamuzi ya haraka. Mtu asiye na subira anaweza kusema Mungu hajajibu, basi nitafanya mwenyewe. Na hapo ukianza kufanya kitu kwa niaba ya Mungu ambacho Mungu ndiye angalikifanya, huwa unaweza kuharibu. Naposema nimeomba lakini sioni chochote, nimevumilia lakini hakuna mabadiliko, ama hakuna mume ambaye amenijia, kwa hivi nitamsaidia Mungu kwa kazi. Usishangae, utakuwa kama wewe ni msichana unasema nimevumilia kwa muda mrefu, usishangae utakaposema unajisaidia sasa kufanya kile ambacho Mungu angalifanya kwa niaba yako, unajipatia. Ushangae umefunga harusi na balaa. Mfano wa Ibrahimu unaweza kutufunza. Alikuwa ametolewa ahadi ya kwamba atazaa mtoto, lakini kadiri siku zilipokuwa zikipita, kwa sababu ilitakiwa awe na subira, ajiandae namna gani atamlea mtoto hivi na hivi. Muda ulipokuwa ukipita, angalia alipoenda kwa Hagari, maisha yakawa ni machungu zaidi. Rafiki mpendwa, mtazamaji na msikilizaji, unaweza kujiuliza kwa nini Mungu anatufanya tusubiri? Kwa nini asije akatujibia papo hapo kwa kila kitu tunachomuomba, atuambie nimeomba hiki anapatia? Kwa nini anataka tusubiri? Jambo la kwanza ni kwamba anataka atengeneze tabia yetu. Kwenye Yakobo 1:3 inasema, mkijua ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi, na saburi iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Angalia ya kwamba Mungu anataka tuwe kwanza na subira, kwa sababu jaribu inaweza kusukuma uwe na imani, na imani na kufanya uwe na saburi na ukomavu pia. Jangwa linaweza kuwa darasa ambalo Mungu analitumia ili kwamba upate kujifunza mambo makubwa yatakayokusaidia kupambana na maisha katika siku zinazokuja. Jambo la pili, anatuambia tuwe na subira kwa sababu anatufundisha kumtegemea. Ukiwa ukipewa kila kitu mara moja, unaweza kuanza kutegemea zawadi kuliko mtoaji. Kuna watu wengi wanapenda zawadi kuliko mtoaji. Hata kuna Wakristo Waadventista wa Sabato wanapenda Sabato kuliko Bwana wa Sabato. Yesu ndiye amepea Sabato, lakini tunatakiwa kumpenda kwanza Mungu. Sijasema tusishike siku ya Sabato, tuipumzike, lakini ni hatari unapopenda Sabato kuliko kumpenda Mungu. Wewe ni msabato, unapumzika Sabato, lakini mzinifu, una miungu mingine ila Mungu. Ukipewa kila kitu, unaweza kuanza kutegemea zawadi na kuipenda kuliko mtoaji. Lakini kusubiri kunatufundisha kusema Mungu ndiye chanzo
changu. Yeye ndiye chochote ambacho ninakitaka. Sababu ya tatu, tunajifunza kuwa na subira kwa sababu anatulinda na baraka zisizotufitia. Kuna baraka ambazo ukizipata mapema zinaweza kukuumiza. Kuna baraka nyingine ambazo zinaweza kukuua. Utasema baraka kama aina gani? Unaweza kutoa mfano hata kwenye comment. Kuna baadhi ya baraka ambazo ukipewa wakati bado wewe ni mdogo. Kuna watu wengi ambao par experience wanasema mtoto fulani alipomaliza shule alikuwa na miaka 17 na wakampea kapitali ya $100,000 anza kwenda Dubai. Ni wachache ambao wanatunza pesa kama na zile. Ni wachache ambao akibarikiwa na mume anamchunga, alikuwa na miaka 18, 7 anafunga harusi na anamchunga unyumba. Ni wachache. Wengi wanatakiwa kwa kwanza na ukomavu ili kwamba uweze kuhifadhi na kuchunga na kutunza vizuri ama vilivyo ile baraka ambayo Mungu alikuwa amewatolea. Mungu anaweza kuambia bado kwa kile ambacho unamuomba. Si kwa sababu hapendi, lakini kwa sababu anakuandaa. Siku maana mtoto anaweza amejifunza kutembea, anataka akimbie, unasema anaanza kutambaa. Wewe mzazi unapomwambia hujakuwa kutembea, tambaa kwanza. Sio kwamba haumtaki, lakini inatakiwa aanze develop kwanza ama muscle ili akisimama awe na equilibre, sijakaanguka. Mungu ni mwema na kila kitu anachokifaa anakifanya katika upendo. Kwa hivyo ndio maana anatuandaa kwanza. Sababu nyingine kwamba tunajifunza kuwa na subira kwa sababu ni tunda pia la Roho Mtakatifu. Usipokuwa na subira ni kuonyesha kwamba hujampokea Roho Mtakatifu. Sasa kutokuwa na subira kunaonekanaje? Mtu mwenye akili ya kutokuwa na subira, wa akili ya jangwani, anataka majibu ya mara moja. Akikuomba kitu unapata ujibu papo hapo. Anataka mabadiliko mara moja. Anachoka kuomba, anaacha hata kabla ya wakati, anajilinganisha na wengine, anafanya maamuzi kwa pressure, na hapo inampeleka mahali pabaya na anaanza kumlaumu Mungu. Lakini mtu mwenye imani anasema sijui lini, lakini najua ya kwamba Mungu atatenda. Daudi alijua siri ya kusubiri kwenye Zaburi 17:14 anasema umngoje Bwana, uwe hodari moyo wako na uwe na ushujaa, na umngoje Bwana. Kwa sababu kusubiri kunahitaji nguvu. Kuna wakati imani yako haihitaji kukimbia, inahitaji kusubiri. Inahitaji kusimama kidogo. Katika maisha kunatakiwa uwe na muda wa kutulia. Sikiliza kile ambacho Roho wa Mungu anasema. Kusubiri si kukaa bila kufanya kitu. Kusubiri nini? Sijasema usifanye chochote, tunasubiri sasa tunakaa. Unasubiri huku ukiomba, ukifanya kazi jukumu lako, ukifanya upande wako, ukijifunza, ukijiandaa, ukitii na ukiendelea kuwa mwaminifu na baadaye unasema sasa nimefanya sehemu langu na namwacha Mungu afanye sehemu yake. Hiyo akili ambayo ulikuwa ya kutokuwa na subira unaweza kuishinda ukimwamini Mungu. Unaweza kuishinda kuwa ukijitumainia, kutojilinganisha na watu wengine. Unaweza kuishinda huko ukiendelea kuwa mwaminifu wakati unasubiri. Rafiki mpendwa, leo uko jangwani na sijui ni jangwa ipi unaipitia, lakini unaijua kulingana na maisha unayoyaishi. Usifikiri kwamba Mungu amekusahau, anakujua. Usidhani kwamba umemkosea Mungu ndio maana unapitia ile jangwa. Hapana. Kuna mbegu zinazohitaji muda ili zitokee.